mradi wa bilioni 500 ambao fedha tulipokea kutoka serikali kuu ukabaki umesimama kwa sababu unahitaji milioni 7 tu. Tunasema tungojee miezi 6 mpaka tutakapokuja kupokea awamu nyingine ya fedha kutoka serikali kuu. Ni mambo ambayo kwa kweli yanaweza kwenda kwa kasi pale ambapo tutaamua kuyafanyia haya. Lakini swala lingine ni kutangaza mkoa wetu. Kila wilaya hapa ina utajiri wake. Ukienda Kishapu kuna pamba na ndio utajiri wa pamba. Natarajia sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kishapu tumie fursa hiyo kuhakikisha kwamba Kishapu inatambulika kwa pamba, lakini pia tuweze kupata wawekezaji kwenye sekta hiyo, na wakati huo pia kuweza kuhakikisha kwamba uwekezaji katika sekta ya pamba unaenda kunufaisha wananchi wa Kishapu. Ukija Shinyanga, mazingira yake hayatofautiani sana na hapa. Naomba sana nyote kwa pamoja kwenda kuhakikisha kuendelea kutangaza wilaya zetu, kuvutia wawekezaji na kuleta uwekezaji nchini ili kuweza kuongeza circulation ya fedha. Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais ametoa sana kuweza kuwainua wananchi uchumi. Leo hii tuna 10% zinatoka kutoka halmashauri. Leo hii kuna fedha kwenye benki zetu kwa wajasiriamali. Hadhi yake au hati yake ni kitambulisho tutaheshimu. Yote hiyo Mheshimiwa Rais anajaribu kuona namna gani anaweza kuinua wananchi uchumi. Na sisi kwa nafasi zetu tuna uwezo wa kutengeneza mazingira ya kuinua wananchi uchumi. Hapokuja wawekezaji, tuangalie namna gani ambazo wananchi wetu wanapata fursa katika maeneo hayo ya uwekezaji. Lakini kwa Kahama pale kuna special economic zone, eneo ambalo Buzwagi walikuwa wanafanya uchimbaji. Sasa wamefunga, na moja kati ya makubaliano kati ya serikali na wenzetu wa Barrick Buzwagi ilikuwa ni kuanzisha kongani ya kibiashara pale ambapo tumeisimamia, na bado mpaka sasa hivi imeanza, iko vizuri. Kwa tutakupa sisi tutakapokutana niweze kuambia imefikia wapi. Inaenda vizuri, lakini kikubwa ni kwamba lengo na azma ni kwamba mzunguko wa fedha ambao ulikuwepo Kahama kutokana na mgodi wa Buzwagi, sasa hivi tunaenda kurudisha mzunguko huo kupitia uwekezaji wa watu ambao wanakuja kuwekeza ndani ya eneo la special economic zone. Lakini kwa sababu hiyo na baada ya kufanya kazi kubwa ya kuita wawekezaji ambao wamekuja kuwekeza ndani ya kongani, kafikiria wale watu ambao wanakuja kufanya production huko ndani, ambao wanahitaji kupeleka products zao bandarini, wanahitaji bandarini kwa haraka. Bahati nzuri sote tunatambua Mheshimiwa Rais amewekeza fedha nyingi sana kwenye reli yetu hii ya SGR, na inapita Kahama, inapitia Isaka. Tukaona jambo jema ni kuhakikisha kwamba Kahama inaenda kuwa na bandari kama dry port, na hivi ninavyoongea tayari pale Isaka tuna mwekezaji ambaye ameshaanza kufanya ujenzi mkubwa wa uwekezaji wa dry port. Ili wawekezaji wote ambao wako ndani ya special economic zone wanapofanya production yao pale, wakifika Isaka wanasafirisha mizigo yao. Kwa hiyo ni moja kati ya kivutio cha mtu ambaye atakuja kuwekeza Kahama. Sababu anatambua wazi kweli Kahama inaweza ikawa mbali na bandarini, lakini ina usafiri wa uhakika wa kuweza kufikisha mizigo yake kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa bunge, watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu kwa maslahi binafsi au familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu au mtu mwingine. Nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila na desturi